watu wakifanya kazi, wengine wakikata tamaa, wengine wakipambana. Katika ulimwengu wa mafanikio, kuna siri moja ambayo hutenganisha wanaoshinda na wanaoshindwa. Siri hiyo si bahati, si kipaji, si hata elimu. Ni kitu kinachoitwa uvumilivu. Uvumilivu ni nguvu ya kuendelea mbele licha ya changamoto. Ni juhudi endelevu inayobadilisha ndoto kuwa uhalisia. Ndani yake kuna nguvu ya nia na tamaa. Watu waliounda utajiri mkubwa duniani hawakuwa na bahati pekee, walikuwa na uvumilivu usiotikisika. Watu wengi hukata tamaa mara tu wanapokutana na vikwazo, lakini wachache, wale wanaoshikilia ndoto zao hadi mwisho, ndio hubadilisha historia. Hawa ndio waliogeuza kushindwa kuwa mafanikio. Hawa ndio waliogundua kwamba kila kushindwa hubeba mbegu ya mafanikio sawa au makubwa zaidi. Mtu akiamka kutoka ndoto mbaya, wakati mwingine vita kubwa si nje, ni ndani yako. Kama ndoto mbaya inayokunyima uwezo wa kusogea, lazima upambane hatua kwa hatua, kidogo kidogo, hadi utakapopata tena udhibiti wa maisha yako. Hivyo ndivyo uvumilivu unavyofanya kazi. Ukosefu wa uvumilivu ni adui mkubwa wa mafanikio. Dalili zake ni pamoja na kuahirisha mambo, kukosa malengo wazi, kuogopa kukosolewa, kukata tamaa mapema. Watu wengi huanguka si kwa sababu hawawezi, bali kwa sababu wanakata tamaa mapema sana. Kuna hatua 4 rahisi za kujenga uvumilivu. Lengo wazi lenye tamaa kali, mpango wa vitendo, kufunga akili dhidi ya mawazo hasi, ushirikiano na watu wanaokutia moyo. Ukizifuata, ndoto zako zitageuka kuwa uhalisia. Hakuna mbadala wa uvumilivu. Unaweza kushindwa mara nyingi, lakini ukikataa kukata tamaa, lazima ushinde. Ujumbe wa mwisho: kwa uvumilivu, kila ndoto ina nafasi ya kuwa kweli. Jinsi ya kutumia dhana hii katika maisha halisi. 1. Katika deep work, dhana ya kufanya kazi kwa umakini mkubwa bila usumbufu. Tengeneza lengo moja kuu kila siku. Fanya kazi kwa muda mrefu bila kukatizwa, saa 2 hadi 4. Usikate tamaa kama inakuwa ngumu, hapo ndipo mafanikio huanza. Rudia kila siku hadi iwe tabia. Uvumilivu hapa sawa na uwezo wa kukaa na kazi ngumu hadi uimalize 2. Katika biashara nyingi hushindwa si kwa sababu ya wazo baya, bali kwa kukata tamaa mapema. Jaribu, jifunze, rekebisha, rudia. Weka mpango na ushikamane nao hata kama matokeo hayaji haraka. Mfano, ukifanya biashara miezi 3 bila faida, wengi huacha. Lakini anayevumilia hujifunza na kuboresha hadi ashinde 3. Katika maisha ya kila siku, weka malengo madogo madogo. Jenga tabia ya kufanya kila siku. Usikubali kushindwa kukufanye uache. Kumbuka, maisha hubadilika si kwa nguvu kubwa ya siku moja, bali kwa juhudi ndogo zinazorudiwa kila siku. Hitimisho kuu: uvumilivu ni daraja kati ya ndoto na mafanikio. Bila uvumilivu, hata vipaji havitoshi. Ukiwa na uvumilivu, hata ukianza bila kitu, unaweza kufika mbali. Makala hii imeandaliwa na Mwalimu Nestori, mwalimu wa maisha yako. Asanteni.